Hakuna aliyekuwa anaamini kwamba mwanaume huyu bado yuko hai. Hata madaktari pia walikuwa wanashangaa. Nilipokutana na Fred kwa mara ya kwanza, alikuwa amelala kitandani kwa miaka mingi akiwa mgonjwa sana hadi kushindwa kufanya kazi na hakuwa na pesa za matibabu. Mke wake naye alikuwa mgonjwa na alikuwa tayari amepoteza uwezo wa kusikia. Mtu pekee aliyekuwa akiwa connect kwenye mawasiliano ni binti yao mrembo aliyekuwa akiishi katika umaskini mkubwa sana huku akipambana na magonjwa na njaa. Hali yao ilikuwa kukatisha tamaa kabisa. Baada ya kuwaona nikajua kabisa ninapaswa kufanya jambo. Hadithi ya Fred tuliweza kuiposti kupitia Afrimax. Watu wema wenye mioyo ya huruma kutoka pande zote za dunia walianza kuchangia. Kwa sababu ya ukarimu wao, maisha ya Fred yakaanza kubadilika. Akiwa na tabasamu usoni, Fred alirudi hospitalini kwa ajili ya matibabu na pia alianzisha biashara yake ndogo na watoto wake walirudi shuleni. Lakini licha ya kuanza kupona, Fred hakuweza kushinda vita dhidi ya ugonjwa wake. Kwa masikitiko makubwa alifariki dunia. Roho yake ipumzike kwa amani. Nataka kumshukuru kila mmoja aliyetoa msaada kwa Fred na familia yake. Ukarimu wenu umeleta mabadiliko ya kweli katika maisha yao. Hii ni Afrimax Swahili.